Mashariki. Wasaa huu hapa na kusogezea habari za michezo kwa asubuhi ya leo. Marekani. Timu ya taifa ya Brazil imefuzu hatua ya 16 bora ya kombe la dunia kwa mwaka 2026 baada ya kuiondoa Japan ikiitandika kwa mabao 2-1 katika mechi ngumu ya hatua ya 32 bora iliyochezwa kwenye uwanja wa NRG jijini Houston. Brazil ilimalizika kucheza kwa nguvu mbele ya Japan iliyocheza kwa nidhamu kubwa ya kiulinzi kabla ya kukata tiketi ya kuendelea kulisaka taji la 6 la dunia. Brazil inaungana na Canada iliyofuzu baada ya kuitandika Afrika Kusini bao 1-0 na kutinga hatua ya 16 bora. Baada ya matokeo hayo, Brazil sasa itakutana na mshindi kati ya Norway na Ivory Coast kwenye mechi itakayopigwa kesho Jumatano. Uruguay. Baada ya shirikisho la soka la Uruguay AUF kufuta safari ya ndege maalum iliyokuwa imepangwa kuwarejesha wachezaji wa timu ya taifa ya nchi hiyo kutoka kambini nchini Mexico kwenda Montevideo, timu hiyo imelazimika kutumia ndege za abiria za kawaida kufuatia kuondolewa katika hatua ya makundi ya fainali ya kombe la dunia kwa mwaka 2026. Kwa mujibu wa taarifa kutoka Uruguay, wachezaji wamelazimika kutumia ndege za kawaida za abiria huku wakisafiri katika makundi tofauti kulingana na ratiba za mashirika ya ndege. Uruguay iliingia katika mchezo wa mwisho wa hatua ya makundi dhidi ya Hispania ambao ilihitajika kupata ushindi ili kufuzu hatua ya 32 bora baada ya kutoka sare katika mechi zake mbili za awali dhidi ya Saudi Arabia na Cape Verde. Hispania imepata pigo baada ya mshambuliaji wake Yeremy Pino kuumia na sasa atakosa mechi zote zilizobakia za kombe la dunia kwa mwaka huu. Kwa mujibu wa ripoti, hali ya Pino mwenye umri wa miaka 23 sio nzuri baada ya kuumia dhidi ya Uruguay ambao Hispania ilishinda bao 1-0. Kocha mkuu wa Hispania Luis de la Fuente amesema kuwa nyota huyo wa Crystal Palace alipata jeraha kwenye mfupa wa bega baada ya kugongana angani na mchezaji wa Uruguay na kutua kwa nguvu kwenye bega lake la kushoto. Na kombe la dunia linazidi kusonga mbele na timu ya Brazil pia inazidi kuimarika inaonekana Carlo Ancelotti amepata kikosi bora na kimeimarika katika kila mchezo kwa hatua ya makundi. Brazil inacheza na Japan katika hatua ya 32 huku Matheus Cunha akionekana kuwa ndiye ufunguo wa kiwango kizuri cha Brazil. Ni jambo la kustaajabisha kidogo kwa sababu kwa kawaida umma wa Brazil unatarajia mchezaji nambari 9 kuongoza mashambulizi na Cunha ni tofauti na kile ambacho mashabiki wamekizoea. Ni mchezaji anayeweza kucheza kama namba 9, namba 10 na pia kutengeneza nafasi kwa wengine na anaweza pia kufunga mabao. Ana matatu hadi sasa katika mashindano haya na anaipa timu kitu ambacho Brazil haijawahi kuwa nacho hapo awali. Na hizi ni habari nilizokusogezea kwa asubuhi ya leo. Ni kukumbusha msikilizaji wa Imbanasi Radio kwamba tembelea mitandao yetu ya kijamii Facebook na Instagram kwa jina la Imbanasi. Andika Imbanasi bila kuacha nafasi na utatupata. Upande wa YouTube utatupata kwa jina la Tanganyika Productions. Ikiwa una maoni, ushauri, dukuduku, pongezi, kero, chochote ambacho ungependa kushare na Imbanasi, usisite kutuma ujumbe wako mfupi kupitia barua pepe ambayo ni imbanastz@gmail.com. Ungependa kufahamu mengi zaidi kuhusiana na Imbanasi Radio, tembelea tovuti yetu ambayo ni www.imbanasi.com. Tunakuambia Imbanasi Radio, tusali na tuimbe pamoja. Tunakukaribisha sana uweze kutangaza nasi uwafikie watu wengi kwa gharama ndogo. Unachotakiwa kufanya ni kuwasiliana na idara ya masoko Imbanasi Radio kupitia nambari ya simu 0762 380 376 au 0677 071 019 na utatupata vyema kabisa.
Kwa wewe ambaye bado hujapakua app ya Imba Nasi, ni kuombe uweze kufanya hivyo. Ingia Google Play Store, andika Imba Nasi, utaiona icon yetu. Maiki fulani hivi imedesignwa kwa ustadi mkubwa kabisa, ina rangi ya chungwa na nyeusi. Download kisha install kwenye simu yako. Uzuri wa kuwa na app ni kwamba ina save muda, ina save gharama, utatumia MB chache sana kuweza kufuatilia kipindi mwanzo hadi mwisho, na ina save muda kwa maana ya kwamba hutahangaika kutafuta linki. Utaingia tu kwenye app na utaingia sehemu ya live, utaendelea kutazama kipindi ambacho kiko hewani. Na vile vile kama ni mpenzi wa muziki, this is the best location ya wewe kuweza kujifunza muziki. Kumbuka kauli mbiu ya Imba Nasi, tunakuambia tusali na tuimbe pamoja. Kwa hiyo kama unapenda kuimba, karibu sana Imba Nasi Radio. Unaweza kusikiliza Imba Nasi Radio kupitia tovuti ambayo ni www.imbanasi.com. Kwa watumiaji wa iPhone na kompyuta, namna ya kuweza kusikiliza Imba Nasi Radio, ingia Google, andika Imba Nasi Radio, zitakuja streaming radio platforms mbalimbali hapo, kina Zino Media, Online Radio Box, Oi Radio, Radio Garden na nyinginezo. Fungua linki mojawapo kati ya hizo zitakazokuja, halafu utakliki pale kwenye play na hapo utapata kutusikia vyema kabisa. Dakika ni 54 zimeondoka baada ya kugonga 1 kamili kwa saa za Afrika Mashariki. Ikiwa leo ni tarehe 30 mwezi wa 6 mwaka 2026, tukiwa tumekamilisha nusu mwaka ya mwaka 2026. Mungu ni nani? Oh, haleluya. Nukuu ya leo inasema, usiruhusu hofu ikuzuie kufikia kile unachoweza kuwa. Hofu isikuzuie kabisa. Nikusihi endelea kuitegea sikio Imba Nasi Radio. Itakapogonga 2:30 kwa saa za Afrika Mashariki, tutajiunga na RFI Swahili kwa ajili ya kupata habari na makala mbalimbali. 3 kamili Tadei Cosmas atakuwepo hapa kwa ajili ya kukusogezea habari za michezo. 5 kamili nitarejea hapa katika kipindi cha Mambo Leo. Nikutakia uwe na asubuhi njema, siku njema, wiki njema yenye baraka na fanaka tele. Ukiniita Salome Mlai, daima nitaitika. Nakupenda sana. Kwaheri kwa sasa. Bye bye.